maneno ya kuvunja, kubomoa, kuharibu, kuangusha ili kujenga na kupanda. Wewe Mungu kaachilie usemi ndani ya kinywa changu. Maneno haya ninapoyanena jioni ya leo, yaharibu, yavunje, yabomoe, yang'oe ili yajenge na kupanda kusudi la Bwana katika maisha ya watu. Nashuka ukainuliwe, na pungua ukaongezeke, najificha Bwana ukaonekane. Wewe uliyetenda jana, tenda na hata leo. Kwa jina la Yesu tunaomba, na watu wa Mnarani waseme amina, na wale wanaotufuatilia kwa mtandao waseme amina. Haleluya! Sema amina. Sema tena amina. Namshukuru Bwana jioni ya leo kwa kutupatia pumzi na uhai, afya, amani, na kutusamehe dhambi na makosa, kwa maana ni Mungu mwenye rehema na ni Mungu wa nafasi ya pili. Namshukuru Bwana kwa ajili ya majira haya. Amelituma neno lake lilete mabadiliko kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, na ndiyo maana napenda kuyaongea haya maneno ya Mungu, maana ni zaidi ya taarifa ya habari, ni zaidi ya maandishi yaliyo ndani ya gazeti, ni zaidi ya habari zilizonenwa ndani ya kwa redio. Yani maneno ya Mungu ni maneno yaliyo na uhai, yanaweza yakaleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Yani maneno ya Mungu ni maneno yaliyojawa na pumzi ya Mungu, yanaweza yakaleta tumaini katika maisha ya mwanadamu. Na ndiyo maana jioni ya leo ametutuma maeneo haya Mnarani tuongee haya maneno yaliyo na uzima, yanayoleta tumaini, yanayoleta msaada, yanayotengeneza njia kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Kama unaamini, inua mkono wako, sema amina ya juu. Sema tena amina ya juu. Haleluya! Iko njia kwa macho ya mwanadamu inaweza ikaonekana ni njia ya sawa, lakini mwishowe inaleta maangamivu. Iko njia kwa maisha ya familia inaweza ikaonekana ni sawa, lakini mwishowe inaleta majuto. Iko njia katika macho ya miji inaweza ikaonekana ni sawa, lakini njia hiyo inaleta maangamivu mwishowe. Iko njia katika macho ya ulimwengu inaweza ikaonekana ni sawa, lakini njia hiyo ikaleta maganga katika maisha ya watu. Na ndiyo maana jioni ya leo Mungu amenituma niongee kuhusu maisha ya mtu ambaye anaweza akaona njia katika maisha yake, na hiyo njia akaiona ni sawa, lakini mwisho inaweza ikaleta majanga. Yani methali ameongea hayo maneno kama fumbo katika maisha ya mwanadamu. Ameongea maneno machache akasema kuna njia, yani hii njia inaonekana ni sawa, lakini kumbe inaleta kichuto na majuto. Yani inaonekana ina furaha, lakini mwisho inaleta machozi na kilio. Yani inaonekana ina kicheko leo, lakini mwisho inaleta nduru kwa maisha ya mwanadamu. Lakini ainuliwe Bwana wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, anayesema yeye ni njia ya ukweli na ya uzima. Hakuna mwanadamu anaweza kampata Mungu pasipo hiyo njia. Na ndiyo maana jioni ya leo nimekuja kutangaza hiyo njia ambayo inaweza ikaleta suluhisho katika maisha ya mwanadamu, ambayo inaweza ikaleta tumaini ndani ya maisha ya mwanadamu, ambayo inaweza ikaleta uponyaji ndani ya maisha ya mwanadamu. Maandiko yameniambia vizuri ya kwamba iko njia katika macho ya mwanadamu inaweza ikaonekana ni njia nzuri, lakini ni njia ambayo inaleta majuto, inaleta kilio, inaleta hasara, inaleta kutopata tumaini, inaleta kutopata mwangaza. Na ndiyo maana nasikia nikumbuke maneno haya, yameingia ndani ya kichwa changu, nimezoea kuyasema. Yani haya maneno yaliandikwa ndani ya Injili ya Luka ya kwamba yalikuwepo mama mmoja. Huyo mama alikuwa anavujwa na damu
shida nyingi. Yule mama alikuwa na kilio chingi. Yule mama alikuwa hata na uwezo wa fedha na mali, alikuwa hata na madaktari wake, alikuwa na uwezo wa kwenda mahali angelienda, alikuwa na uwezo wa kusafiri mahali angelisafiri, alikuwa na uwezo wa kuona daktari angelitamani kumuona, angekuwa na uwezo wa kumfikia mganga angelitamani kumfikia. Maandiko yananiambia yule mama akawa anavujwa na damu kama kawaida yake kwa ajili ya pesa alizokuwa nazo. Huenda alienda kwa daktari wake akamwambia, daktari, ninavujwa na damu, nimekuja uweze kunipatia jawabu. Hiyo ndiyo njia mama alidhania ataweza kupona. Maandiko yananiambia yule mama akaendelea kwenda kwa daktari. Daktari akampatia dawa, akameza dawa, akamaliza dozi, lakini damu iliendelea kumwagika. Akamrudia daktari akidhania kuna njia nyingine, akaenda akabadilishiwa madawa, akapewa, akamaliza dozi, yani damu ikaendelea kutoka. Akabadilishia daktari mwingine. Daktari huenda akajigamba akasema hii ni kitu kidogo, akapatiana dawa nyingine, lakini dozi ikaisha, damu ikaendelea kumwagika. Miaka ikasonga, damu inamwagika na madawa hayawezi kusimamisha ile damu. Mama akaenda kwa madaktari wa kila aina. Huenda ikawa kama majira ya yule mama palikuwa na mahali kunaitwa India. Huenda alisafiri India kwenda kutafuta madaktari wa India angalau damu iweze kumuondoka, akidhania hiyo ndiyo njia inaweza ikampatia jawabu. Akashuka kwa airport ya India, akasafirishwa kwa hospitali iliyokuwa ya kifahari ya India, akapewa chumba cha kifahari, akaanza kupata matibabu, akabadilishiwa dawa na masindano, lakini jambo la kushangaza, damu iliendelea kumwagika. Mama akaendelea kudhoofika, damu inamwagika. Maandiko yananiambia yule mama miaka ikasonga, imeelekea miaka labda 6, bado hana tofauti ya damu kukwama. Mama akarudi kwao Kenya, ama akarudi kwa Uganda, ama akarudi kwa ule mji ambao alikuwa anaishi. Biblia inaniambia akaamua akasema, nimejaribu njia ama hospitalini lakini sijawahi pata jawabu. Nimesafiri nje ya mataifa sijapata jawabu, wacha nitafute njia nyingine. Akasikia kunayo mganga ametoka Pemba. Yule mganga akikufunga irizi kiunoni, damu inaweza kukwama. Amesaidia wanabiashara wengi, amesaidia ndoa nyingi. Mama akawa na tumaini, akasema wacha nimjaribu yule mganga wa kutoka Pemba. Akaenda Pemba kwa yule mganga. Mganga akampatia machanjo hata ya migongo, lakini damu haikusimama. Miaka ikasonga, damu inatoka. Mama anazidi kudhoofika, mama anazidi kutokwa na damu, mama anazidi kudhoofika. Mali aliyokuwa nayo ikaendelea kupungua. Mama akaanza kuuza mashamba ili apate njia ya uponyaji. Mama akaanza kuuza michengo ili apate njia ya uponyaji. Lakini miaka inavyosonga, damu inaendelea kutoka, mali inaendelea kupungua. Yani maisha ya yule mama yakawa ni ya kuhuzunisha, hayakuwa na maisha ya tumaini tena. Mali ikaendelea kudhoropeka, damu ikaendelea kutoka, afya ikaendelea kuisha, hakuna uponyaji. Maandiko yananiambia akaendelea kwenda kwa waganguzi, akaenda kwa mama wa maono, akaekelewa mikono, akapewa vifaa vya kiroho. Akaambiwa, mama, ukitumia hata haya maji utapona, ukitumia hata hii dawa utapona, ukitumia labda haya mafuta utapona. Lakini jambo la kushangaza, yule mama aliendelea kuwa na ile shida. Jawabu halikupatikana, suluhisho halikupatikana. Siku
siku moja jioni kama ya leo, mama akiwa amefikisha miaka 12, damu inaendelea kutoka, mali aliyokuwa nayo imeondoka, hana mbele wala nyuma, hana tumaini la kutegemea mahali, amebakia yeye na magonjwa, kudhoofika kumeongezeka. Jioni ya leo kama siku hii, akasikia habari za mwanamume mmoja, akaambiwa, mama, kuna mtu mmoja anaitwa Yesu. Yesu wa Nazareti anaweza kubadilisha maneno haya, anaweza kaleta uponyaji kwa maisha yako, anaweza kaleta jawabu kwa maisha yako. Yule mama akasikia yale maneno kwa uzito, akasema, nimejaribu kwa waganga hata wa Pemba, nimeenda hata kwa waganga walio Sumbawanga, nimeenda hata sijui ni wapi, nimeenda nikaonewa maono, nimeenda kwa madaktari. Huyu ni mganga gani? Ninaambiwa anaitwa Yesu. Akaambiwa ni mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ndiye njia pekee ya kuona uponyaji wako, yeye ndiye njia pekee ya kuleta jawabu katika maisha yako. Mama yule, yale maneno yakaingia ndani ya moyo wake yakiwa na imani, akasema, sitaenda na fedha, bali nitaenda na imani, na si lazima niekelee mikono, nikishika pande la vazi lake huenda nitapona magonjwa haya. Haikuwa rahisi kwa yule mama kumfikia Yesu, lakini mama alibidisha moyoni mwake, akasema, hata kama kuna umati, yale maneno nimeyasikia yatanitia nguvu nipite katikati yao na nishike upinde wa vazi lake. Yule mama ananitia moyo, akaenda katikati ya wazee na wa mama, akaligusa pinde la vazi la Yesu. Yesu akageuka, akasema, ni nani aliyenigusa? Watu waliomzunguka wakasema, ni umati unasukumana. Lakini Yesu akaambia, hapana, yule aliyenigusa hata nguvu zimenitoka. Ina maana sio wale ambao wamezoea kunigusa. Yule mama akainua mikono, akasema, ni mimi, na nilipokugusa damu niliyokuwa nimetoka kwa miaka 12, hiyo damu majira haya imesimama. Leo nimekuja nikuambie, ipo njia inaweza ikaleta jawabu katika maisha yako. Mama alikaa kwa miaka 12 akitafuta njia ya uponyaji, lakini hakupata njia kwa waganga, hakupata njia kwa mahospitalini, hakupata njia katika matibabu aina yoyote. Lakini jioni ya leo alipata njia kwa Yesu, ambaye anayesema ndiyo njia. Na ndiyo maana nimekuja nikuambie, mkaaji wa Mnarani, sijui ni mambo gani yamekusumbua, sijui ni nini kinakutatiza, sijui ni wapi umepitia, umetamani angalau maisha yako yabadilike, lakini jioni ya leo yuko njia moja. Njia ya Yesu wa Nazareti inaweza ikabadilisha maisha yako, inaweza ikaleta uponyaji kwa ndoa yako, inaweza ikaleta uponyaji kwa mwili wako. Kama unaamini, inua mikono, sema ya. Halo. Ipo njia inaweza ikaonekana kwa macho ya mwanadamu ni njia iliyo na tiba, lakini ikaleta ugonjwa. Lakini ainuliwe Bwana wa mabwana ninayemnena jioni ya leo. Anasema yeye ndiye njia ya ukweli na uzima. Hakuna awaye anayetaka uponyaji pasipo yeye akose. Hakuna yeye anayetaka amani pasipo yeye akose. Yesu ndiye njia ya jawabu lako mama yangu. Yesu ndiye njia ya jawabu lako mzee wangu. Sijui umetafuta njia wapi umekosa. Huenda ikawa ulienda kwa waganga upate jawabu ukakosa. Kuna watu wametafuta njia ya kutajirika, wengine wakafunga majini, wengine wakaenda kwa waganga, lakini leo taabu imewakamba. Nina habari njema jioni ya leo. Iko njia moja ya wewe kuwa tajiri, iko njia moja ya wewe kupata uponyaji, iko njia moja ya wewe kupata amani, iko njia moja ya wewe kupata suluhisho, iko njia moja ya wewe kupata amani, ipo njia moja ya wewe kupata kazi, ipo njia moja ya wewe kupata tumaini, na njia hiyo ni Yesu wa Nazareti aliye hai. Yeye Bwana wa mabwana, 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 wa mabwana. Halo! Halo!
Ipo njia inaweza ikaleta mabadiliko. Ipo njia inaweza ikaleta amani kwa hiyo ndoa. Sijui nini umekosa kwa maisha yako. Huenda umeombewa lakini hakuna jawabu. Huenda umetafuta suluhisho haujawaipata. Jioni ya leo nimekuletea njia moja. Njia ya Yesu ilete mabadiliko katika maisha yako. Njia ya Yesu ilete jamii yako pamoja. Njia ya Yesu ilete tumaini katika maisha yako. Njia ya Yesu ilete msaada katika maisha yako. Halo! Inua mikono, sema ya. Halo! Ipo njia inaweza ikaleta jawabu. Waganga si wajabu, majini si jawabu, kalimaliza si jawabu, irizi si jawabu, miungu si jawabu. Yesu ndiye jawabu la ukweli na uzima. Yeye ajaye kwake maisha yake yanabadilika. Nimeona watu wakibadilishwa na hiyo njia, nikiwepo mmoja wao. Leo nimesimama mahali hapa nasema Yesu ndiye njia. Aliyebadilisha maisha yangu anaweza kubadilisha maisha yako. Aliyenipatia tumaini anaweza kukupatia tumaini. Aliyenipatia uponyaji anaweza kukupatia uponyaji. Huyo ndiye njia nimeileta jioni ya leo. Sijui ni njia gani ulitegemea. Kuna mama alikuja akaniambia, Pasha, unaweza ukaniombea niondoke angalau niweze kufa, maana nimetafuta njia za maisha yangu yapate jawabu, lakini sijawaiona jawabu. Ninaamini kuondoka duniani ndio njia ya ukweli. Nikamwambia mama, kifo sio jawabu, lakini kunalo jawabu moja. Mwanamume zaidi ya wanaume wote ambaye jina lake ni Yesu wa Nazareti. Huyu mwanamume anashangaza. Majina yake yanapatikana kila maeneo. Ukienda kwa vyakula anaitwa mkate wa uzima. Ukiingia kwa misitu anaitwa mti wa uzima. Ukiingia kwa miamba anaitwa jiwe kula pembeni. Ukienda kwa maji anaitwa maji ya uzima. Ukienda kwa dawa anaitwa dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Kuna dawa, kuna dawa. Jawabu letu ndiye dawa. Maisha yetu ndiye dawa. Huyo ndiye ninamwongea jioni ya leo. Yule mama akaniambia, nimesikia habari za watu wakiongea Yesu, na nimeenda nimeombewa, sijawaiona jawabu. Pasha, naomba uniombee. Kama Mungu anasikiaga maombi yako, angalau asikie niondoke duniani. Nikamwambia, na kuombea uishi duniani, maana kuna njia inaweza ikakupatia uzima. Ninaongea jioni ya leo yule mama, nikimkumbusha mambo ya mauti. Anasema hatamani kufa, anatamani kuishi, maana ameona utamu wa maisha. Njia ya Yesu ilimpatia tumaini la uzima. Huyo ndiye Mungu nimekuletea jioni ya leo, aliyebadilisha mama aliyetamani kufa na leo anatamani kuishi. Hata wewe ni nini ambao umetafuta upate jawabu? Nina habari njema jioni ya leo nikwambie, yupo Yesu ambaye ni njia ya uzima. Anaweza akaleta uponyaji. Yeye ni njia ya amani. Yeye ni njia ya uponyaji. Yeye ni njia ya tumaini. Yeye ni njia ya wokovu. Yeye ni njia ya msaada. Yeye ni njia ya furaha. Yeye ni njia ya maisha ya mwanadamu. Iko njia moja tu peke yake, na njia yake ni Yesu Kristo wa Nazareti. Sijui ulienda ukadanganywa na waganga mpaka lini. Leo nimekuletea tiba ambaye ni Yesu wa Nazareti. Anaweza kubadilisha maisha yako. Anaweza kuleta tumaini kwa maisha yako. Anaweza kuleta msaada kwa maisha yako. Inua mikono, sema ya. Halo! 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 Iko njia kwa macho ya mwanadamu inaweza ikaonekana ni sawa, lakini njia hiyo ikaleta maangamizi. Lakini ainuliwe Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Yeye ndiye njia ya pekee inayoleta tumaini katika maisha yako. Na ndio maana jioni ya leo, mama, mzee, kijana na mtoto unayenisikia mahali popote ulipo, nikuunganishe na hii njia ambayo inaweza
yako. Nimeona watu wakibadilishiwa maisha, nimeona watu wakipewa tumaini, nimeona watu wakipewa msaada, nimeona watu wakishuhudia leo. Wapo watu hapa wana ushuhuda mkubwa, tumekuja na wao, Bwana amewatendea. Akiwepo mama yetu mahali pale amekati, miaka mitatu alikuwa hawezi kuondoka ndani ya kitanda. Leo hii amesimama, anainua mikono juu akisema Yesu ni Bwana. Amesimama hapo, Bwana alimponya kupitia neno moja la Yesu wa Nazareti aliye hai, na ndio maana leo ametoka makao, amekuja mahali hapa kusema iko njia ya uponyaji. Kuna binti mmoja alikuja kanisani, akili yake ikiwa wendo wazimu. Mama alikuja on Tuesday kwa ibada, akili haifanyi kazi kwa miaka miwili, lakini sekunde za kuhesabu mama yule akili imemrudia. Kunayo njia ya kuondoa wendo wazimu, kunayo njia ya kuponya watu miaka mitatu, kunayo njia ya kuondoa HIV na kansa. Wapo watu wanashuhudia kansa inapona. Ipo njia inaweza ikaleta uponyaji, iko njia inaweza ikaleta tumaini, ipo njia inaweza ikaleta msamaha. Kama unaamini sema haleluya. Ama unaamini sema haleluya. Watu wa Minarani, inua mikono yako, sema iko njia itakayobadilisha maisha yangu leo. Sijui ni nini umetafuta upate msaada, nimekuletea msaada kupitia jina la Bwana wa mabwana. Linaweza likabadilisha maisha yako, linaweza likakupatia tumaini katika maisha yako, linaweza likakupatia faraja katika maisha yako. Ni kweli unaweza ukasema nimejaribu kila maeneo, ni sawa, si mbaya. Hata yule mama wa kuvunjwa na damu alijaribu kila maeneo, lakini alipofika kwa Yesu maisha yake akawa na jawabu. Huyo ndiye nimemleta jioni ya leo, nikwambia anaweza kabadilisha maisha yako, nikwambia anaweza kaleta tumaini katika maisha yako. Kama unaamini inua mikono yako, simama juu kwa miguu yako, sema ya halo. Shika jirani yako mkono, mwambie ipo njia inaweza ikakusamehe dhambi. Mwambie jirani yako iko njia inaweza ikaleta jawabu kwa maisha yako. Geukia wa pili, mwambie iko njia inaweza ikaleta furaha kwa hiyo ndoa. Mshike mkono huyo jirani, mwambie jirani, pasa ameniambia nikwambie iko njia inaweza kuleta jawabu la maisha yako, la maisha yako. Halo, 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 halo. Inua mikono juu.